hakuna mtu, huyo mtu ni mimi na wewe. Bwana asifiwe. Na kila mtu, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Maana yake aliyemfunua Mungu tukamjua Mungu vizuri ni Yesu. Maana yeye ndiye aliruhusiwa kufanya nini? Kumwona. Kina Musa walienda kukaa naye, lakini hakujifunua kwa wazi kama alijifunua kwa nani? Kwa Yesu. Bwana asifiwe. Maana yake walivyokuwa wanamwambia, Filipo akamwambia Yesu, utuonyeshe Baba yatutosha. Utuonyeshe nani? Baba yafanya nini? Yatutosha. Maana yake hata wewe, sisi hatutaki kuona. Sisi inatutosha tu tukimwona nani? Baba. Yesu akamwambia Filipo, nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hata msinijue. Aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Maana yake aliyemfunua Mungu Baba kwa wazi ni Yesu Kristo. Na wewe hapo umeokoka, umempokea nani? Sema nimempokea Yesu. Maliza mpaka mwisho. Kuwa nani? Na Yesu anaishi wapi? Maana yake wewe hapo unatakiwa umfunue Yesu kwa wasio na Yesu. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Wewe hapo Mkristo unatakiwa umfunue nani? Yesu kwa wasio na nani? Ndio hichi ninachokizungumza sasa. Kwamba nikimuona mama fulani, hakika Yesu bado anaishi. Nikimuona fulani, hakika Yesu bado yupo. Bwana asifiwe sana. Nikimuona mwinjilisti Royunga, hakika bado Yesu yuko. Nikimuona mchungaji Aila, hakika bado Yesu yuko. Nikiona hii Lulu, hakika bado Yesu yupo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa sisi tunatamani kumuhadithia, hatuhitaji kumudhihirisha. Kuna tofauti ya kumuhadithia na kuna tofauti ya watu kumtafuta na kumuona kwako. Somo ninalofundisha, wamtafute wamuone kwako. Yule Yesu wa msalaba tumehadithiwa, sasa tunataka kumuona kwako. Mbona mmepoa? Bwana asifiwe. Haleluya. Tutamuonaje? Tabia zake tutaziona kwako. Haleluya. Kama roho yake mnaitaka, si ni Roho Mtakatifu? Anasema asiye na roho wa Kristo, huyo si wake. Sijui kama unanielewa. Kama una roho wake, kwa nini usimfunue? Bwana asifiwe. Mfano mzuri sana. Pepo anapokuwa amemvaa mtu, wakati akiombewa hapa, anafunua nani? Hamfunui mtu. Anamfunua nani? Sema baba yake, ambaye ni shetani mwenyewe. Si ni sawa? Asema, tumekuja kumuua. Hasa akija yule mtu kurudi kawaida, anakuwa kawaida. Yule wa muda ule alikuwa anatangaza matendo ya nani? Ya shetani. Na watu wengine tukionaga mtu anakemewa akitamka yale maneno, tunayachukuaga, tunayahesabia na tunamchukia yule mtu after kumanifest. Yule aliyekuwa ana manifest ni roho nyingine inasema kazi za baba yake. Sijui kama umenielewa. Hakisha kuwa delivered, anakuwa mtu mpya anayepewa roho ya Kristo. Anatakiwa na yeye amfunue nani? Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa mambo yatakayoweza kumfunua Mungu kwenye maisha yako. Namba 1, haki. 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 Hivi kweli tunapenda kutenda haki? Na tuko hapa kila mtu. Hebu tuseme ule mstari utathibitika. 1, 2, 3 tuseme. Mbona mnamumunya? Mpaka sheria yake Isaya 54:14 au usiweke. Hebu tuseme 1, 2, 3 sema. Hapo tu najua iko utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa na hofu sijui na nini hivyo. Lakini kinachokuthibitisha ni nini? Kinachokuthibitisha ni nini? Mbona mmekaa kimya? Unataka nikwambie utathibitika hivyo? Kinachokuthibitisha ni nini?
Niweke kitabu cha Ayubu sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Ayubu. Kama hawa walikuwa Roho wa Mungu anakaa juu yao wakamthibitisha Mungu, kwa nini si zaidi sisi ambaye anakaa ndani yetu wapendwa? Naomba nisome. Anasema, tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana kama mlivyo hapa. Shetani naye akaenda kati yao, naye yupo hapa ili kujihudhurisha mbele za Bwana. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Bwana akamuuliza Shetani, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake, ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Amen. Bwana asifiwe sana. Hichi ndicho nilichokuwa nasema, mambo yatakayoweza kumpa Mungu sifa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yanayoweza kumfanya Mungu, hautasikia Mungu akisema. Hata Ayubu alikuwa hajasikia kesi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Shetani alisikia, wengine walisikia, malaika walisikia. Kwa hiyo usisubiri mpaka Mungu akusifie kwa nguvu. Asheri. Anamwambia Shetani, umemwona Asheri mtumishi wangu? You will never hear that thing. Rudisha Asheri ule mstari wa 3. Ayubu 2:3. Ayubu 2:3 urudisha tuliosoma. Angalia hapa Mungu anachojisifia. Bwana akamuuliza Shetani. Imagine, uso kwa uso. Yaani wamekutana na Shetani, sasa ni mazungumzo. Bwana anamuuliza Shetani. Shetani, sasa sio wewe, mimi natoa tu mfano, mimi naangalia huko. Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Maana yake usiondoe huo mstari ya Sheri. Ayubu alikuwa na kitu kinachomfanya Mungu aringe. Ayubu alikuwa na kitu automatic, kile kitu kinamtukuza Mungu, kinamtangaza Mungu, kinaonyesha kuna Mungu, kinamtofautisha kati ya Ayubu na watu wengine. Mungu akadiriki kuringa mbele ya Shetani. Swali langu leo, je, Mungu anaweza kuringa kwa ajili yako? Nauliza swali. Mungu ana uwezo wa kuringa kwa ajili yako? Nikikuuliza unajua ujibu. Nikikwambia muulize rafiki yako, utamuuliza kwa nyodo. Muulize rafiki yako, hivi Mungu ana uwezo wa kuringa kwa ajili yako? Namcheki yule dada akamruka huyo baba aliyemwegemea mgongo, lakini anamuuliza ukaka. Yaani tu hivi Mungu anaweza kuringa kwa ajili yako? Muulize tena jirani yako, hivi Mungu, muulize 1 2 3, muulize. Okay, tuendelee. Mungu Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo Ayubu mtumishi wangu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu. Mungu anaringa hivi, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kujiepusha na kuepukana na nini? Na tunawacha Mungu wengi wasioweza kuepukana na nini? Wacha Mungu wapo, lakini shida haimaliziki pale. Tunawacha Mungu wengi wasioweza kujiepusha na nini? Kwa nini sio wacha Mungu kweli? Lakini hicho kipengele hapo mbele tu ndicho kina shida. Tunawacha Mungu wengi wasioweza kujiepusha na nini? Sasa Mungu akana msifia, huyu mtu ni mkamilifu na mwelekevu na mcha Mungu na kuepukana na uovu. Akamwambia naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake, ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Nataka tena niseme,
una kitu ambacho Mungu anaweza kujivunia kwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua watu wengi sana tunafikiri yale maombi mengi ya vita tunayoomba ndio yanatulinda. Hapana. Hapana. Naomba nirudie tena hii sentensi. Ni haki inakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu Mungu ameahidi, nitakuzingira kama ukuta wa moto na huo utukufu ndani yake. Automatiki mwenye haki aombe asiombe analindwa na Mungu. Unapokuwa kwenye haki kweli. Lakini wengi, nikisema hivi kuna watu najua wanachukia sana. Unaomba sana lakini una njia mbovu, ni mbea, ni msengenyaji, una hukumu, ni mnafiki, ni mchoyo, una wivu. Halafu unafikiri Mungu anakulinda. Unategemea akili zako. Tumegeuza kwamba tukiomba sana ndio tunalindwa. Kuna vitu Mungu anatuepusha navyo hata hatuombi. Hapo ndo anasema usizitegemee akili zako mwenyewe. Anasema usizitegemee nini? Akili zako mwenyewe. Tafuteni neno la Mungu, chimba. Tafuta kitu gani kinamfanya Mungu ajifunue kwenye maisha yako. Tafuta kitu gani kinamfunua Mungu. Tafuta kitu gani kitamleta Mungu. Bwana asifiwe sana. Sikiliza nikuambie, hata ukisema mimi nina vita sana, hakuna mwanadamu duniani ana uwezo wa kujipigania. Hakuna. Hakuna. Unaweza ukaomba na sikiliza, mimi nimeona watu wamefunga na kuomba siku 40 na wanakufa. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo tusijisifu, kuna vitu tusifanye, tusimisuse maombi. Naomba nitumie hiyo lugha. Tusitumie vibaya maombi. Unakuwa mbea, unaomba sana, alafu sifa kwa sababu naomba sana Mungu atanilinda. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na sio tu imani, imani inakuja na nini? Kwa neno la Mungu. Na neno lisilochanganywa na uongo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anamringia Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umemuona mtumishi wangu Ayubu? Leo mwanakwaya A akicheka na kwaya master, baadaye atakutambua kwa nini amejichekesha mbele yake. Hasa robo 3 wanampenda mwalimu. Halafu anakuja kuomba, anafikiri Mungu atamlinda. Mungu, kinachotulinda wapendwa ni kitu kinaitwa rehema za Mungu. Usiingie na sifa kwamba naomba sana. Anasema ni kwa sababu ya rehema za Mungu hatuangamii. Kwa sababu rehema zake ni mpya kila itwapo leo. Na ukiona Mungu ameachilia rehema zake, na anasema wema wa Mungu unatuvuta tupate kufanya nini? Kutubu. Hata kama unaomba kiasi gani na una njia mbaya, Mungu anakuspare. Not because of your prayer, but because of his mercy. Sio kama umenielewa. Tufike mahali tuwe wanyenyekevu, tutafute vya Mungu visimame kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufike mahali tutafute vinavyomfunua Mungu. Hujawahi kuona muombaji sana lakini ana kiburi kama cha shetani? Hujawahi kuona? Hapo anakuja kukuambia mimi nalindwa na maombi yangu. Huo ni uongo. Hujawahi kuona muombaji ni mbea, alafu anakuambia mimi kwa sababu naomba sana? No, Mungu anakuspare. Amekupa neema ya toba. Alafu anakuambia mimi ninavyoomba ndio Mungu ananisaidia. Sio kweli. Maombi yote hayajafika kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu anaendelea kukuacha usikie neno, utubu. Bwana asifiwe sana. Haujawahi kuona muombaji lakini ana chuki? 80% ya moyo umejaa chuki. Yaani huyo ni bora yule mchawi kuliko yeye. Halafu yuko hapa anaimba, akimaliza ananena kwa lugha na machozi.
alafu ana wivu 65%. Wivu. Alafu anakuja kusema baadaye, kama sio nimefunga 3 kavu, Mungu asionionekania. Hakuna chakavu wala mbichi, rehema za Mungu. Hakuna chakavu wala mbichi. Turudi kwenye neno la Mungu la kweli, tutafute msingi wetu wa wokovu vizuri. Bwana asifiwe. Yani tuna watu waombaji kama wako vichakani, wamejificha kama chawa kwenye nywele. Wamejificha kama chawa kwenye nywele. Mbea. Halafu anaomba sana, afasema Mungu ananilinda. Uongo. Neema ya Mungu tu iko juu yako. Wakati unaomba ni vita kupigana na shetani. Hakuna ufalme unaweza kujifitini. Mbea yuko upande wa shetani. Mnafiki yuko upande wa shetani. Mbea na mchawi ni sawa. Muuaji na mchawi ni sawa. Sio kama mnanielewa. Yaani ukimwona mtu mlevi barabarani unamhukumu ni mbaya, lakini wewe uko hapa ndani ukituangalia unatamani kutungata kwa sababu ya roho lako libaya. Biblia yenyewe imesema na mtu mbaya na acha njia zake mbaya. Afu unasema hapa Mungu anajisifia wewe. Sio kweli. Vitokee vitu ndani yetu vimfunue Mungu, waseme hakika yupo Mungu. Bwana asifiwe sana. Hivi ndio ibada ya kusifu. Mwingine anasema huyu kawaida yake ni kutuvunja nguvu. Hii ni ibada ya kusifu na kuabudu. Nataka nikwambie ruka ukiwa mtakatifu. Ruka ukisimama kwenye haki ya Mungu. Maombi mengine ni kelele. Kuna mtu muombaji lakini asalimiani na mtu. We ni mnafiki tu. Unaomba nini usalimiani na jirani yako? Unaomba nini uongei na ndugu yako? Maombi gani yanafika? Halafu ukifika sehemu ya toba unalia haujasamehewa. Biblia inasema kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mwingine. If you can't forgive, you can't be forgiven. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo uko hapa unasema mimi Mungu ananilinda, mimi ni maombi. Wapi? Acha roho mbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kanisa sio kichaka cha kujificha. Kanisa ni mahali pa matengenezo. Leo ukiingiliwa na chawa kwenye nywele mpaka umpate ni kazi. Kwa sababu chawa wa nywele wengine ni weusi kama nywele. Sijui kama naongea. Kwa kuna vichawa vimejificha na vinasema sisi ni waombaji. Tubadilike katika jina la Yesu. Hivi kumbe mchungaji upo? Bwana asifiwe sana. Tutafute vitu vinavyomfunua Mungu kwenye maisha yetu. Tutende. Tukubaliane, tutubu. Sikiliza nikuambie. Haijalishi utakuwa wewe mwenye haki. Hii idadi ya watu igeuke kuwa ni mapepo na majini na wachawi. Ukisimama hapo hawawezi kukugusa. Uwe umeomba, uwe hujaomba, utalindwa na Mungu tu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Anasema Mungu akiwa upande wangu, nani? Tena anauliza aliye juu yetu. Maana yake you can pass anywhere ukiwa na Mungu. Vita yoyote unashinda. Usifikiri maombi yako ndio anafanya Mungu akupiganie. Moses alifika point ya mwisho. Akili imegoma. Uzoefu umegoma. Israeli wamechoka, wamekimbia. Bahari iko mbele yao. Mungu akawaambia sai ni mkae kimya, niwapiganie. Unajua maana ya kutulia kimya? Kutulia kimya sio kunyamaza kimya kama hivi. Kwa sababu ndani una mdomo, wote mmekaa kimya, lakini kwenye ulimwengu wa roho wote tunaongea kwa sauti. Bora mimi nahubiri, lakini kuna mtu amekaa huko nyuma ananitukana moyoni kwa hichi ninachokisema. Anabeza kwa hichi ninachosema. Kwa hiyo
kwenye ulimwengu wa roho, mimi ninavotoa sauti na hayo mawazo yako ni kama umeweka maiki mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walipiganiwa na Mungu, na Mungu aliwaonyesha kwamba uchawi hauna nguvu mimi nikiwa na ninyi. Uchawi hauna nguvu. Wanajeshi hawana nguvu. Nguvu ya serikali yoyote haina nguvu kwangu mimi. Maana yake alipita yeye. Si ndio alikuwa anawatangulia kwa wingu mchana na nguzo ya moto? Ndio maana aliwaambia, nyie mtanyamaza kimya nami nitawapigania. Can you show me that science iliyokwenda kugeuza yale magazri ya Farao yakaanza kufanya kuwa mazito? Automatic grease imeisha. Umeona watu wamefanya service kabla jeshi halijaondoka, lilifanya service. Hakuna jeshi linaenda kizembe vitani. Hakuna jeshi linaenda kizembe vitani. Kwa hiyo wale mafundi wote waliitwa watazame chariot. Si ni sawa? Kwa hiyo walifanya service. Wewe unafika umefanya service, Mungu anakuonyesha service yako ni very poor. Ulijaza grease, anakausha grease, anageuza inakuwa kutu. Huyo ndio Mungu. Umeangalia matairi umeyafunga mapya, Mungu anayanyofoa, bolti zinalegea zinatoka. Huyo ndio Mungu. Bwana asifiwe. Pale ndio kunyamaza. Maana yake elimu yako anaigeuza ni upumbavu. Sijui kama umenielewa. Hekima yako anaigeuza kuwa nini? Upumbavu. Utaaluma wako anageuza kuwa ni ujinga. Ndicho alichomgeuzia Farao. Taaluma yote ya kiufundi iligeuzwa upumbavu mbele za Mungu. Mpo? Ile ndio inaitwa kupiganiwa. Bwana asifiwe sana. Kupiganiwa vita ni pale ambapo unajua kabisa hapa nakufa na unapita na ufi. Sio kama umenielewa vizuri. Na unaiona kama kina Danieli. Bwana asifiwe. Nimebakiza dakika ngapi? Nimeambiwa ndo unaanza kufundisha bado. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haki ndio inaweza kukuthibitisha. Haki inaweza kumfunua Mungu. Bwana asifiwe sana. Najua mtachukia wengine kwa sababu mnapenda niwaambie pokea kuthibitishwa. Hakuna. Lazima uwe na haki. Haki then kuthibitishwa. Na uzuri ndani ya Kristo tunapata haki bure kwa imani. The more unakaa ndani ya Kristo unahesabiwa haki. Unaacha dhambi unahesabiwa haki. Maana yake hiyo haki inadhihirishwa imani kwenda imani. Sio aisee. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako vipi hapo? Tuwekea Ayubu 29:14 mpaka 16. Ayubu ameweka. Tuangalie ubaoni. Ayubu 29 mstari wa 14. Angalia anasema hivi. Hebu tusome wote. 1 2 3 tusome. Na alijivika nini? Aisema na mumunya, rudisha ile. Anasema hivi, na alijivika nini? Haki. Na alijivika nini? Haki. Maana yake haki kwake ilikuwa kama nini? Vazi. Sijui kama umenielewa. Alafu akaelezea hiyo haki ilikuwaje. Anasema ikanifunika. Alafu anasema nini? Adili yangu ilikuwa kama joo. Adili nini? Adili nini? Mambo ya adabu. Sijui kama umenielewa. Si ni sawa? Jamani, mpo mpaka bungeni kuna ukikosea unapelekwa kwenye kamati ya nini? Ya maadili. Maana yake kule ni kurekebishwa. Sijui kama unanielewa. Waliosoma vyuo vya zamani vya ualimu, sijui sasa, kulikuwa kuna somo la maadili. Silikuwepo? Maadili. Mlikuwa mnafundishwa how to appear before nini? Watoto. Si ni sawa? Hilo somo sasa hivi alipo. Si ni sawa?
Manake mambo yanayohusu nini? Rudisha ile mstari. Anasema nalijivika haki ikanifunika, adili yangu ilikuwa kama joo na kilemba. Bwana asifiwe. Manake tabia zake, adabu yake, heshima yake. Ayubu huyo sio tu alimtumainia Mungu bure. Adabu, heshima, tabia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuzidi hapa. Anasema nalijivika haki ikanifunika, adili yangu ilikuwa kama joo na nini? Na kilemba. Baada ya vyote kumfunika, akaweza kufanya yanayofuata. Akaweza kufanya hivi: nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa mguu kwa aliyechechemea. Sahi mpaka tu umsaidie kipofu, mpaka uambiwe saidia, Mungu na wewe atakufungua macho, akufungue macho uone biashara, ndo usaidie kipofu. Sio kama unanielewa vizuri. Mpaka ujue ukitoa Mungu anakupa ndio ufanye nini? Ndio utoe. Lakini Ayubu anasema nalikuwa macho. Yani yeye mwenyewe automatic ni nani? Ni macho. Maana yake baraka alizokuwa nazo ziliwanufaisha vipofu wote. Sio kama unanielewa vizuri. Baraka alizokuwa nazo ziliwanufaisha nani? Vipofu. Kipofu akiwa na shida anajua jicho langu ni Ayubu. Anasema nalikuwa mguu kwa aliyechechemea. Kilema akiwa na shida anajua jibu langu liko kwa nani? Kwa Ayubu. Endelea mstari unaofuata. Anasema nalikuwa baba kwa muhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Maana yake hata mtu ambaye hamjui, ambaye anataka yeye awe dawa yake, anamchunguza yule mtu, alafu anafanyika dawa. Bwana asifiwe sana. Hichi kanisa ndicho nilikuwa nakisema. Mungu kupata sifa kupitia wewe. Maana yake tengenezwa na Mungu ufikie level ya kufanyika jibu kwa wengine. Haleluya. Sikiliza nikuambie, ni kweli kuna injili za kukemea, lakini kuna wakati utake wewe kutengenezwa. When you escape matengenezo, there is no glorification. Hakuna kutukuzwa. Sio kama mnanielewa vizuri. Hakuna kutukuzwa. Kutengenezwa kunaleta utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kizazi tulichoko tunahitaji kutukuzwa by fire, by force. Hakuna kutukuzwa mpaka umeshushwa chini na uanze kwenda hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua. Na ikimpendeza Mungu akikufikisha hapa, ana uwezo wa kukujaribu na kukurudisha tena. Akitoka na wewe hapo, ujue mnafika juu. Bwana asifiwe. Haiji bila matengenezo. Na watu wengi tuna escape nini? Matengenezo. Na ni bora utengenezwe na Mungu kwa hiari kuliko utengenezwe na Mungu kwa lazima. Umenisikia sentence nilosema? Bwana asifiwe sana. Ni bora ukubali kutengenezwa na Mungu kwa hiari kuliko kuja kutengenezwa na Mungu kwa lazima. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi leo nakuombea katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu akusaidie. Kuna maombi sio tena ya kumwambia Mungu nifungulie milango ya baraka, bariki kazi. Okay, for what? Akisha bariki kazi, for what? Sijui umenielewa? Kwa ajili ya nini? Na kuna watu ni wasanii hapa mmekaa wengi kweli, mnadaiwa mbinguni kuliko vikoba. Mungu nibariki, nitafanya hivi. Mungu ukinifungua, nitafanya hivi. Kwa nini umdanganye Mungu? Usimbraibu Mungu kwamba nifanyie hivi nami nitakufanyia hivi. Hiyo afya ulionayo ni zaidi ya baraka unayosubiri. Wapendwa, hakuna utajiri wa ajabu kama afya ulionayo. Hakuna utajiri wa ajabu ulionao kama afya. Kuna watu wanahitaji Mungu awape pesa, lakini kuna mtu ana pesa lakini ameshaambiwa wewe
umebakiza miezi 3 ya kuishi. Anatamani kama wewe ukipita hapa, ukipata muhindi wa kuchemsha, muogo wako mkavu na kile kipilipili chako kwenye lailoni unatoboa. Anatamani hayo maisha, kwa sababu hana uhakika Disemba ni ya kwake. Lakini uko hivyo ulivyo wewe, hata mtu akikushtua wapi, uko sawa kwa neema ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu usimdanganye Mungu ili akufanyie kwamba utamfanyia. Kubali Mungu akutengeneze kwa ajili yake kwanza. Bwana asifiwe sana. Badilisha maombi. Mchungaji Aila, rafiki yangu, badilisha maombi. Sahi si ya kumwambia Mungu nipake mafuta. Sahi ni ya kumwambia Mungu nitengeneze, niwe jibu la watu uliowakusudia. Nitengeneze, niwe jibu la watu, jibu ulilokusudia kuweka la mtu. Mungu, popote unaponipeleka nifanye kuwa jibu, na sio lazima niwe majibu ya watu wote. Inaweza ikawa na jibu la mtu mmoja. Kwa hiyo isikuume sana ninavyosema, isikuume. Wenda ikawa hili si jibu lako, but maybe linaweza likawa jibu lako after 15 years, 10 years, 3 years. You better take it now. Weka akiba, baadaye utatembea nalo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi tunafikiri Mungu akiruhusu usikie kitu, maana yake kile kitu ni cha kwako. Mungu akiruhusu usikie neno, kile kitu ni cha kwako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kiburi kinamzuia Mungu kutengeneza watu. Kiburi kinamzuia Mungu sana kutengeneza watu. Sababu tuna kile kitu cha kujihesabia haki. Mimi siko hivyo. Biblia inatuambia moyo ni mdanganyifu sana kuliko chochote. Na moyo mdanganyifu, kabla haujamdanganya mtu mwingine, unakudanganya wewe mwenye moyo. Sio kama unanielewa sana. Asema hakuna awezaye kujua, manake hata wewe mwenye moyo hujui. Wakati Mungu anamwambia Yeremia moyo wako ni mdanganyifu. Imagine nabii anayesikia na kuona vya Mungu, lakini hajui kama amebeba moyo nini? Mdanganyifu. Amefanya kazi, amefanya huduma muda mrefu. Mungu anakuja kumshtukia, anamwambia moyo wako ni mdanganyifu. Alafu tu sio mdanganyifu, una tabia ya kufisha. Namba 1 mdanganyifu, namba 2 unaua. Kufisha ni kuua wapendwa. Sio kama mnaelewa. Manake muuaji. Kuna watu wana maneno ya kufisha yanayotoka ndani ya mioyo yao mibovu. Ukimkuta anakosoa, anaongea neno la kuharibu kitu in the name of kile kitu si sawa, kwamba chake ni sawa, una moyo wa kufisha. Mungu atusaidie sana. Saa sio saa watu wengi maombi yetu ni kufulfill our desire, sio kufulfill mapenzi ya Mungu. Okay, narudia. Watu wengi maombi yetu ni kujibiwa tamaa zetu wenyewe. Lakini si saa watu wa duniani, Mchungaji Aila, ni wachache sana wanaotafuta mapenzi ya Mungu. Kila mtu yuko hapa anatamani akutane na nini? Anaomba, may God give me my dream house, give me my dream car, give me my Lini wewe kinachokushikilia dada duniani si ili uone wajukuu zako, si ili uwe na dream business. Kuna kusudi tu linakushikilia miaka. Kusudi moja tu. Naweza kupata chupa ya maji ya kunywa, ya Kilimanjaro na glasi. Chap tu nisaidie. Bwana asifiwe sana. Lazima ifike mahali. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni chupa, si ni sawa? Value ya hii chupa ni kwa sababu kuna nini? Huyu ni mimi na wewe. Sijui kama umenielewa. Value ya hii chupa, thamani ya hii chupa ni kwa sababu ina nini? Ungeniletea glasi, najua siwezi kuyamaliza yote. Nikiwa na kiu, nitafutie chombo kingine. Nikiwa na
kiu, nimetafuta maji. Si kwa sababu chupa ni nzuri. Kuna chupa za kampuni nyingi, naweza nikaletewa hata na kiguduria. Lakini umuhimu wa guduria si kwa sababu ya guduria, si kibobo, si ni sawa? Ni kwa sababu ya nini? Ya maji. Wewe sio wa muhimu sana, ni kwa sababu ya kilichoko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Si unaona? Nataka maji. Simama pale mwanangu. Nataka maji. Nikisha kunywa, si ni sawa? Saisi yamebaki kidogo. Kuna watu ulimwengu wao wa roho, maisha yao yamebaki hivi. Yamebaki nini? Siku zako zimebaki hivi. Si yalikuwa yamejaa? Lakini hatutafuti cha Mungu. Bado huyu mtu anatafuta tamaa zake. Kwenye maombi anatafuta nini? Tamaa zake. Kinachokufanya uwe na thamani si wewe. Huyu ni wewe au huyu ni mimi. Huku ni kile Mungu anachotaka nifanye. Sijui kama umenielewa. Ukimaliza kazi ni useless. Ukimaliza kazi ni nini? Ndio tunakaa tutakuposti kwenye mitandao rest in peace. Ni nani? Ni useless. The moment umezikwa ukagusa ardhi, hata kama kuna mtu anakupenda kupindukia, kikawaida mwanadamu tu ukishafukiwa kuna kitu kinamegwa kwa wanaokupenda, kinaenda kule. Kuna aina ya huzuni inaondoka. Alikuwa hawezi kula siku 3, akilia anaburutwa, anafungwa tumbo ili ale. Lakini ukishazikwa au uwe ndio mume, unapendwa sana na mke wako, anasema sweetie, I can't sleep without you. Ukishazikwa analetewa kamtori chembamba, anakunywa. Anashindwa nyama moja, anakatiwa nusu kama ya kusaga. Baadaye jioni anakula nyama 3. Ushazikwa. Kesho asubuhi anasema tumbo linauma, nasikia vidonda. Dalili ya vidonda. Sio vidonda, automatic lazima ale. Anachemshiwa kamguu kambuzi, anaekewa na ndizi, anaekewa na maji ya kunywa. Mwingine kuna wale ambao wakishamaliza supu lazima wanywe Pepsi. Huko siku ya kwanza kaburini. Mchana unasikia mtengenezeni chakula laini tena. Anatengenezewa, anafuta piu. Anasema nileteeni yale maji yangu ya Hill water ni digest, anakunywa tena. Jioni anakunywa tena. Kesho yake anakumbuka wigi hili nimekaa nalo kwenye msiba. Na siku hizi hatunyoi nywele hata tukiviwa wanawake. Mtujue hivyo. Anakumbuka niitieni yule mtu anifunue wigi langu au ani nani. Kumbuka kwanza tu kwenye msiba wako ukimkuta na bonge ya pama nyeusi, alafu kafungiwa na karedi ua, amevaa gauni lake la 3-4, kiwango cha pesa ulionayo ndio mke wako anakuwa expensive kwenye msiba wako. Nasema kiwango cha pesa, mchungaji ila, kiwango cha pesa ulionayo ndio mwanamke anakuwa expensive kwenye msiba. Kiwango cha umaarufu ulionao siku hizi ndio anakuwa. Wewe subiri, na kuombea uishi sana kwa jina la Yesu. Mmeona hamjaona? Ndio. Kuna lesi za shilingi 10,000, kuna za 20,000, kuna za 1,200,000. Kuna wale misiba yao hawezi kuvaa 20,000. Mama mke wa marehemu amepiga lesi ya 300,000. Hauruhusiwi kulia na lesi ya 300,000. Wale waliovaa dira watalia paka watatambaa. Na analia, ana kienkachifu chake kidogo au anapewa katishu. Niazime tu kwa mbali. Niazime. Anafanya tu hivi. Alafu ana rafiki yake hapo pembeni, njoo. Sasa hivi hatumfungi tumbo, anapigwa tu. Napiga picha.
anajitwanga na selfie. Baada ya muda tunaona kwenye peji ya mama, we celebrate your life honey. Baada ya siku 3, 4, 5 unakuta Land Cruiser mpya imepaki pale nje, kaja kusalimiwa. Mko? Unakuta Land Cruiser mpya zinakuja tu hapa, anakuja kupewa pole, Ghafla unasikia amesema hawezi kuishi tena peke yake, kampata wa kuzeeka na mpo. Tumika kwa Bwana, acha mbwembwe. Tumika tu kwa Bwana. Tumika tu kwa Bwana. Tumika tu kwa Bwana. Wewe ni wa thamani. Pale kuna kitu Mungu anataka ufanye duniani. Kazi yako ikiisha unasaulika. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta kile Mungu anachotaka ufanye. Tumekuwa tukitafuta vitu tunavyovitaka muda mrefu sana. Saa hii kwa umri uliobakiza rafiki yangu, kwa muda uliobakiza, nenda kwa Mungu, mwambie Baba, nitengeneze. Nifanye lile jibu la watu. Nitengeneze. Nifanye sababu ya watu kucheka. Nifanye sababu ya watu kuinuka. Nifanye daraja la wengi kwenda juu. Nifanye sababu ya wengi kupona. Nifanye sababu ya wengi kukujua. Nenda kwa Mungu akutengeneze. Tena hicho kitu, ikiwa unaenda sincerely na unamtumikia Mungu sincerely, Mungu hatapitisha tu cha watu, hatapitisha cha kwako. Narudia. Usiende kwa sababu unataka Mungu akufanyie. Nenda sincerely kwa sababu wewe na Mungu unajua. Mimi huwezi nisikia, Mungu nipe gari ya huduma, Mungu ongeza huduma. For what? Aongeza huduma kwa ajili ya nini? Ili uwe famous? Ili ujulikane? Ili upate followers? Mungu ongeza upako wa nini? Sasa tunataka upako tujulikane. Sijui kama mnanielewa vizuri. Sasa upako ni competition. Amefanya hivi nitafanya hivi. Amefanya hivi nitatoka hivi. Hatuhitaji kushindana kwenye shamba la Bwana, tunahitaji kutimiza mapenzi ya Mungu. Sasa maisha ni competition. Kiroho kuna competition. Ndio maana unamkuta mtu hajaanza kuhubiri lakini anakosoa wahubiri. Sio kama unanielewa? Hajui changamoto watumishi wanayokutana nayo, lakini yuko huko anasema mimi kuliko niende kanisani bora nisali nyumbani. Kaa nyumbani na sheti wako. Unamjua sheti? Nimefupisha tu. Si unajua wadada wakikutana hata na shetani wanaweza wakamfupishia jina akaitwa Sheti, nickname. Hivi kweli shetani aje mjini amevaa jinsi kali na Land Cruiser V8 kali, ataitwa Shetisto? Shetisto, Sheti. Haezi kumuita shetani, no. Sheti, Shetisto, Shetai. Baby Sheti. Shetiento, yani unaweka kilatino, Shetiento. Yani kila kitu utabadilisha. Mbona mnaniangalia? Yani wengine wanasema mama anajua majina yote, na achaje sasa? Bwana asifiwe. Tafuta Mungu anataka nini kwako. Mungu amekubariki kiuchumi. Uchumi wako, pesa yako ina faida gani kwenye ufalme wa Mungu? Hauingii mbinguni ukavalishwa taji kwa sababu una dream house, una dream car, watoto wamesoma vyuo vya milioni 10, watoto wako wamesoma Marekani. Mungu atapima kazi. Mungu atapima kazi. Mungu atapima kazi. Kuna watu mko hapa mna pesa sana, lakini pesa yako haijawahi kusababisha wokovu hata kwenye roho ya mtu huyu. Huwezi kujilinganisha. Alafu unaimba nikimaliza kazi nitavalishwa nikimaliza kazi mimi nitavalishwa taji ya uzima, utavalishwa wigi.
utavalishwa wigi, hamna kitu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yani kuna watu ni wachoyo, wanataka hela yao na wasujudiwe ndio watoe. Sasa hii tuna injili, mpaka uhubiriwe moyo wako ufurahi ndio utoe sadaka. Usitoe, subiria wigi. Bwana asifiwe. Chochote Mungu alichokupa atakudai, kwa sababu wewe ni mwakilishi wake duniani kupitia hicho kitu. Ayubu alipewa kila kitu na utajiri wote, lakini anasema nilikuwa macho kwa kipofu, nilikuwa mguu kwa anayechechemea, nilikuwa baba kwa asiye na baba, hata kwa yule nisiyemjua nalikuwa dawa yake. Maana yake akikutana na mtu anajua lazima ana uhitaji, atatafuta shida yake, atakuwa problem solve. Saa hii tuwe Wakristo watatua matatizo, sio Wakristo watatuliwa matatizo. Watu wengi wanakuja madhabahuni wakitaka watatuliwe matatizo, badala ya kuja kutatua matatizo ya ufalme. Ukiwa mtatua tatizo la ufalme, Mungu atatatua matatizo yako yote. Huwezi kutatua hata tatizo la mtu mmoja, alafu wewe unataka Mungu atatue matatizo ya watoto wako wote. Wacha wakusumbue, mpaka siku ukiweza kutatua tatizo la mtoto mmoja, Mungu atatatua tatizo lako. Unajua kuna wengi mnatakaga zile baraka. Hebu niwekee Isaya 45. Kuna wengi mnatakaga zile baraka za ujamaa. Niwekee Isaya 45. Niwekee Isaya 45. Haikuepo, lakini weka tu. Niwekee Isaya 45. Wa kwanza. Isaya 45. Anasemaje? Haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kufanya nini? Kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango yake hayatafungwa. Tuendelee mstari anasemaje? Mungu anasema hivi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Ngoja niishie hapo usiondoe. Unajua huu mstari, hata mimi zamani nilikuwa natumia kuombea. Navunja mapingo ya chuma, na katakata milango ya shaba, na nafungua hazina za gizani. Sikiliza, kwa kadiri unakuwa kiroho, kuna vitu Mungu anakufundisha. Huwezi kuvunja milango ya chuma, wewe huwezi. Mungu ndo amesema nitakwenda mbele yako. Na kilichomfanya akasema nitakwenda, kuna Koreshi alichokifanya. Koreshi hakuwa Mwisraeli, lakini Koreshi alijenga hekalu. Baada ya Koreshi kufanya cha Bwana, hii ndio ahadi Mungu anampa Koreshi. Sio kama mnanielewa? Kwa hiyo kuna vitu mnavifanya ni prayer point, lakini wewe unasimamia mstari kuombea, lakini mwenzio ilikuwa ni ahadi ambayo yeye alifanya kitu kwa Mungu. Ndiye Mungu anamwambia nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Endelea mstari unaofuata. Endelea. Nami nitakupa, hii ni ahadi baada ya yeye kufanya jambo kwa Bwana. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana, nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli alijitambulisha kwa Koreshi asiye Mwisraeli, baada ya Koreshi asiye Mwisraeli kukubali kufanya jambo aliloambiwa na Mungu.